Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Tumsifu Yesu Kristo. Heri ya sikukuu ya Ekaristi Takatifu. Tumpigie Kristo kwa shukurani, kwa mafukurani. Asante Yesu. Tumekusanyika pamoja kama parokia namna ya kipekee kwa kusherekea siku hii kuu ya Ekaristi Takatifu. Hatuwezi kuwa na parokia bila Ekaristi. Tunapotangazwa kuwa parokia kwamba tuna Ekaristi. Ekaristi na parokia vinaenda pamoja, Ekaristi na kanisa vinaenda pamoja. Ibada kuu ya Kristo ambayo mkate na divai vinakuwa mwili na damu ya Kristo, ndio hiyo sakramenti tunayosherehekea siku ya leo. Si vitu vinavyomfanana, si vitu viko kama yeye, ni yeye mwenyewe. Ekaristi huyu mkate na hiyo divai vinabadilika na kuwa Kristo mwenyewe, mwili wake, damu yake, uhai wake, umungu wake, nguvu zote za mbinguni zinaishia hapo, zinaingia hapo hapo. Ndio hiyo Ekaristi. So kama tukisema tunasherehekea leo sikukuu ya Ekaristi, ni sikukuu ya Kristo mwenyewe, Kristo na nguvu zake katika sakramenti hii kubwa ya Ekaristi. Asili ya hiyo sakramenti ni Kristo mwenyewe aliyofanya hiyo sakramenti mwenyewe. Ilikuwa siku gani? Siku ya Alhamisi Kuu. Hebu sikiliza Mtakatifu Paulo wale wa Kristo wa kwanza alivyosema katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 11. Kuna maneno Paulo alisema kuhusu Ekaristi. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23. Paulo alisema hivi: maana mimi nilipokea kwa Bwana yale maagizo niliyowaachieni, kwamba usiku ule Bwana wetu Yesu Kristo alipotolewa, yeye alitoa mkate, akashukuru Mungu, akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe cha divai, akasema, hiki ni kikombe cha agano jipya linalothibitishwa kwa damu yangu. Fanyeni hivi kila mnapokunywa kwa kunikumbuka. Tumsifu Yesu Kristo. Kwamba chakula hiki kweli Kristo mwenyewe ni yeye chanzo cha sakramenti hii. Si padri anakuja hapa analeta mambo yake, anatoa wapi, alafu anaanza kupambia watu 1 2 3, huyu mkate amekuwa hivi na uwezo. Hapana. Chemi ya hii sakramenti ni Kristo mwenyewe ametupa hii sakramenti, na tena uwezo wa kuendelea kuufanya ni umetoka tena kwa Kristo mwenyewe alipowaambia mitume wake, fanyeni hivi. Si mimi mwenyewe nimefanya alafu naenda mbinguni iishia hapa. Hapana, nawachia uwezo, fanyeni hivi. Amewapa upadirisho, fanyeni hivi. Na sakramenti hiyo iendelee kulinda kanisa, iendelee kuwa chakula cha watu wengi, ili waokoke, ili wampokee mwili wa Bwana, Bwana aingie ndani mwao, nao waingie ndani mwa Bwana, wawe kimoja. Chakula hicho kinachoshuka kutoka mbinguni kimeletwa na Kristo. Uwezo wa kukiendeleza katika kanisa umewachiwa wale mitume walioachia mapapa wa kwanza, maaskofu sasa, na unaendelea kwa mapadri, na sote tunaenda kupokea hizo baraka kati yetu. Naomba tumpigie Kristo makofi ya shukrani kumshukuru kwa hii sakramenti ya kipekee. Asante Yesu Kristo, asante Yesu Kristo.
Tunamshukuru Kristo kwa sababu alipenda sote tuishi milele na milele. Ombi lake ndio hilo. Nia yake ya muhimu ndio hiyo, tuishi. Lakini alijiuliza, je, watu hawa wataishi vipi milele na milele? Kaniwape uhai wangu sasa. Niwape uhai wangu ili uishi ndani mwao. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo anaongea nini yeye mwenyewe kwa maneno yake kuhusu ekaristi hii? Labda sisi tuna maneno yetu, Lutheri wana maneno yao, wengine wana maneno zao, wengine wanasema hivi, tunasikia. Kristo yeye mwenyewe katika maandiko matakatifu, je, anasema nini kuhusu sakramenti hii? Tungejiuliza hilo swali pia. Kristo yeye mwenyewe ukisoma Yohana sura ya 6. Yohana ngapi? Yohana sura ya 6. Kuna maneno mengi tumesikia katika injili ya leo, Kristo anayefundisha kuhusu sakramenti hii. Ukisoma Yohana sura ya 6 mstari wa 54, anatufundisha kwamba ekaristi ni dawa. Kwa maneno ya Kristo, jinsi Kristo anavyosema, ekaristi hii ni dawa. Ni dawa ya nini? Dawa ya kifo. Ni dawa ya kifo. Na tena ni kama kamba inayotuvuta tukifa. Mtu akiingia kwa shimo, unampatia kamba, alafu mvute, umtoe kwa shimo kwa nguvu kabisa, umlete nje, si ndio? Au mbuzi kiondoka kwa shimo, unaivuta kabisa, unavuta, alafu unaleta nje. So tukifa, tukiingia katika kifo, kinacho uwezo wa kututoa kwa kifo ni ekaristi. Tusome maandiko matakatifu. Yohana sura ya 6 mstari wa 54. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anao uhai wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Ana uhai wa milele. Dawa ya kifo, ekaristi, inayokupa uhai uishi leo, kesho, wiki ijayo, mwaka ujao, milele na milele. Dawa ya kifo ni ekaristi. Na ukifa, ukidondokea katika ile shimo kubwa ya kifo, kinachokuvuta kutoka pale ni ekaristi yenyewe. Nitamfufua siku ya mwisho. Nitavuta ile ekaristi, ni mimi mwenyewe aliyokula mwenyewe, nitaivuta nimtoe kwa ile shimo mpaka nimlete awe na uzima wa milele. Kristo mwenyewe. Ekaristi ni dawa ya kifo. Ekaristi inayotusaidia kutoa kule kwa moto wa milele na milele ni dawa, ni ekaristi yenyewe. Tuipende, tuitafute, tuitamani, tufanye kwa bidii kupokea chakula hicho cha uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tena ukisoma hiyo sura ya 6, tunagundua kingine kwamba chakula hiki ni chakula tofauti. Kinafanana na vile tunavyoona kila siku. Kimetengenezwa na mama unakiaka na wapi? Kwa mashini za kawaida. Ngano tunayolima sisi hapa, tunalima ngano. Ni ngano hiyo inayotumika kutengeneza ule mkate wa kawaida. Ni ngano ya kawaida tunayopikia kupiga chapati. Ndio ngano ya kawaida. Lakini kuna maneno yakitemkwa pale, si chakula tena cha kawaida. Kristo anatuambia hiki ni tofauti. Msikione kama ni kile cha kawaida. Ekaristi hii ni jambo mpya, ni chakula tofauti. Ukisoma hiyo kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 58. Yohana ngapi? 6:58 anasema hivi: basi huu ndio mkate ushukao kutoka mbinguni. Mnaona kama anafanana kawaida, lakini huu ndio mkate ushukao kutoka wapi? Mbinguni. Si kama maana waliokula babu zenu wakafa. Si kama yule mnavyokula wakafa. Aulaye mkate huu atakuwa hai milele. Huu ni tofauti. Huu si kama chakula mmechazoea. Huu
ni mwingine. Kinachoutoa mbinguni ni nini? Maneno yale yanayotamkwa juu ya mkate, juu ya divai. Ni hayo maneno ya tofauti anayoleta konsekrasio, kubadilisha haya yote ili awe mwili wa Kristo, divai iwe damu ya Kristo, kiwe chakula tofauti. Na maneno yale yanatoka wapi? Si kwa padri, ni maneno ya Kristo mwenyewe. Kristo ndiye anatamka yale maneno kupitia kwa yule ambaye amesimama pale, padri mwenyewe, lakini maneno ni ya Kristo. So ekaristi ni nini? Ni hicho chakula, dawa ya kifo, kamba inayokuvuta kutoka kule kwa moto wa milele na milele. Ni hiki chakula tunachopewa na Kristo, uwezo wa kuifanya. Kristo mwenyewe ana huo uwezo mwenyewe, na yule ambaye atasambazia uwezo wa kutenda hilo. Ni kwa hivyo ukitoka kwa dini hii ambayo Kristo mwenyewe alianza, ukaenda kwa ya jirani inayoanziwa na mtu fulani ambao hana uwezo huu, tunapoteza. Watu wengi wamepotea kwa sababu hiyo. Tumeacha uhai, uzima wa milele, tumefuata mtu fulani kwa sababu ana karama fulani aliyopewa na Mungu, aidha ya kuongea maneno unayoita mahubiri, unayafuata, unafanya miujiza, na unaacha yule aliyempa huo uwezo, Kristo, na kanisa aliyoanzisha ndio hii. Unafuata yule mtu, unaacha Kristo mwenyewe. Hapo tunapotea, tunapotezana, tunapoteza wenzetu. Sijasema hivyo kwa sababu nataka muwe wengi katika kanisa, hapana. Tuwe wengi katika njia inayoenda mbinguni. Tutimize yale aliyoanza Kristo mwenyewe. Leo tukisherekea siku kuu ya Ekaristi, ni lazima tuielewe Ekaristi hii ni nini. Nisipoila nitakuwaje? Kwani kuna makanisa mengi, watu wote wanahubiri mahubiri sanafanana. Wengine wanamejenga nyumba nzuri kuliko na za kanisa Katoliki, wanavaa vizuri. Haya yote ni mambo ya kidunia. Lazima tuangalie kwa kiroho, kwa mwanzo wa haya yote alianzaje, imekuwaje. Tumsifu Yesu Kristo. Tena Ekaristi hii ni daraja kati yetu na Kristo. Ukitaka kuingia katika Kristo, katika Utatu Utakatifu, mulango ni Ekaristi. Kristo mwenyewe akitaka kuingia ndani mwangu, ndani mwako, anapitia kwa Ekaristi. So Ekaristi hii tena ni daraja kati yangu na Kristo, kati yako na Kristo. Lazima tuielewe, lazima kwa hiyo tuifuate, tuitafute. Bila daraja hakuna umoja. Mtakatifu Paulo tena anatuambia kwamba Ekaristi hii si kitu cha mchezo. Kuipokea lazima tujiandae. Amesema kuna wengi wameanza kupata taabu kwa sababu wanakula unafikiri ni chakula cha kawaida. Kuna maandalizi yanahitajiwa. Lazima ujiangalie ndani kabla ya kupokea. Anatupa onyo kwa sababu yeye anajua mambo ya kiroho, kwamba wengi wameanza kupata magonjwa fulani ambao hayaeleweki. Maisha yao haonekani vizuri. Wengine wanakufa ghafla. Shida ni nini? Wametusi Ekaristi, hawajaheshimu, hawajampatia Kristo katika sakramenti ile heshima yake, hawajamwabudu. Kwa hivyo tumeanza kupata taabu na shida. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Wakorintho wangapi? Wa kwanza sura ya 11. Ukianza na mstari wa 28. Paulo anaendelea kutufundisha kuhusu sakramenti ya Ekaristi. Anasema hivi: basi kila mtu ajichunguze mwenyewe kwanza, ndipo ale mkate huu na anywe kikombe hicho. Ujichunguze kwanza, maana anayekula na kunywa bila kutambua maana ya mwili wa Bwana anakula na kunywa hukumu yake mwenyewe. Ndiye maana wengi kati yenu ni dhaifu na wagonjwa, na wengine kadhalika
wamekufa. Tumsifu Yesu Kristo. Hajasema tusile mwili wa Kristo au tusinywe damu yake, hajasema hivyo. Sema tujichunguze kwanza, tujiandae kwanza ili tupokee sakramenti hii. Wakristo wa kwanza waligundua kwamba hii si mkate wa kawaida. Hii si chakula cha kawaida, si ngano iliyotengenezwa na fulani. Kwa maneno yale yaliyotamkwa, huyu ni mwili wa Kristo. Hii ni damu kweli, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ndio hiyo sakramenti tunayosherehekea siku ya leo. Ndio komunio ya kwanza uliyopokea siku yako unayokumbuka. Ulipokea komunio ya kwanza, ukajiandaa vizuri, ukapokea sakramenti ya kitubio, ukaanza na kitubio, alafu ukaosha, umeisha. Ulipoosha mikono, ukala vizuri bila shida. Ulipoosha roho yako, ukala vizuri bila shida. Ukila na mikono ambao hujaosha mikono, na uwezi kupata vidonda vya tumbo, nyoka za tumbo, kwa sababu umekula chakula haujaosha. Lazima tujiandae. Mtakatifu Paulo anatuambia ili tupate neema za sakramenti tunayopokea, ili nguvu za Kristo zianze kutenda ndani mwetu. Tuwe na hiyo tamaa ya kupokea Ekaristi na moyo mnyofu. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mafundisho mbalimbali ya kanisa Katoliki kuhusu Ekaristi. Ni mengi. Wale waliosoma teolojia wanasema mengi kuhusu Ekaristi. Sitaki kwenda huku, lakini just kusema machache tu. Wanasema chakula hiki cha Ekaristi ni chakula kinachoitwa viaticum. Sema viaticum. Viaticum. Si kanisa letu ni la Kilatini? Si ndio hiyo Kilatini sasa cha kanisa? Viaticum ni chakula cha mwisho, chakula cha safari. Wale wanaosafiri wanakula chakula. Tumesikia katika somo la kwanza kwamba natukumbusha kwamba watu wa Israeli wasimsahau Mungu aliyowapa chakula jangwani. Walipokosa chakula, wakalia, Musa tufanyeje? Mungu akamwambia, basi usihubiri kila asubuhi, nitawaletea chakula kishukacho kutoka mbinguni. Wakala manu kutoka mbinguni. Chakula cha wale wanaosafiri katika jangwani ili wafike kwa ile nchi takatifu, nchi ya asali na maziwa. Tutoke kwa hii dunia tuende kwa ile nchi ya asali na maziwa, kwetu ni mbinguni. Katika hiyo safari kuna chakula unahitaji. Mtu akiwa mgonjwa sana, anakaribia kifo, tunampatia komunio, lakini kwa jina la viaticum, ili sakramenti yake ya mwisho, chakula chake cha mwisho anapoanza safari hii ya kukutana na muumba wake. Na sisi hapa duniani, Ekaristi ni chakula chetu katika safari hii. Sisi kwa Kiingereza tunasema ni pilgrim church, kanisa linalosafiri. Pilgrim church ni sisi. Katika hiyo safari tunahitaji Ekaristi. Mwambie jirani yako, unahitaji Ekaristi katika hii safari yako ya kiroho. Mwambie jirani, unahitaji Ekaristi katika safari yako hii ya kiroho ili ufike mbinguni kwa Baba. Mwambie hivyo. Pia wateolojia wanaendelea kutuambia kwamba Ekaristi hii ni hiyo inayofanya kanisa iwe kanisa Katoliki, na kanisa tena ni hiyo inayofanya Ekaristi. Ekaristi inafanya kanisa, kanisa inafanya Ekaristi. Bila kanisa hatuwezi kuwa na Ekaristi. Bila Ekaristi hatuwezi kuwa na kanisa. Kanisa linafanya Ekaristi na Ekaristi linafanya, tumsifu Yesu Kristo, vinaenda pamoja. Huwezi kuwa mimi ni Mkatoliki, lakini mimi ni Mkristo, nina Ekaristi, na hauko kwa umoja wa kanisa hili la Kristo mwenyewe aliyoanza. Kama uko nje, na hiyo si kanisa. Hapo sieleweki kweli. Hakuna kanisa bila Ekaristi. Haya mengine ni manyumba mazuri, wa kuabudu sawa, wa kusali sawa, Mungu yupo sawa, naongea nao ni kweli, lakini si kanisa. Kanisa likuwepo lazima liwe na Ekaristi. Kama alipo na Ekaristi, kama kanisa la Nara, kigango cha Nara, kigango cha Bonde Juu, kigango cha wapi, kina umoja na kanisa. So Ekaristi ipo ndani kwa sababu ya ule umoja
ni parokia moja, ni jimbo moja, ni kanisa Katoliki moja, Ekaristi yupo, Yesu yupo, hiyo ni kanisa. Kwa umoja tunaoungama pamoja. Bila umoja huo utajenga nyumba nzuri sana ya magorofa, ni nyumba nzuri ya kuabudu, labda nyumba nzuri ya Mungu, nyumba nzuri ya kusali, ni sawa, chumba kizuri umekijenga, asante sana, uendelee, lakini si kanisa. Kanisa inafanywa na Ekaristi. Tumsifu Yesu Kristo. Mateolojia wanatufundisha hivyo kwamba kanisa ni moja iliyoanzwa na Kristo. Wale walioenda nje ya hiyo kanisa wakaanza manyumba zao mazuri ambao wamepamba vizuri sana, lakini kanisa wakaiacha huku na Ekaristi iko ndani. Tumsifu Yesu Kristo. Tena wanatufundisha hao wa teolojia kwamba na upadri, sakramenti ya upadri na Ekaristi huwezi kuvitenga, vinaenda pamoja. Pale ambapo kuna Ekaristi ujue kwamba padri amefanya hilo jambo. Ukiona padri ujue kwamba Ekaristi inawezekana. Nje ya hivyo viwili, uko nje. Hayo mengine ni mifano, ni vitu vinavyofanana. Wananunua mikate kama ya kwetu, wanaongesha hivi mkate. Huyu ni mkate, huyu ni chakula cha kawaida. Bado uwezo ule wa kufanya mkate awe mkate aliyowapa Yesu Kristo, aliyowachia kanisa, wameuacha, wameenda kufanya za kwao zingine ambazo hazina uwezo huu. Usiache dini lako, baki Mkatoliki, jivunie kuwa Mkatoliki, kwa sababu hiyo ni dini ya Kristo, imebarikiwa na nguvu hiyo ipo ndani inayotufanya tuendelee kuishi. Tumsifu Yesu Kristo. Umewahi jiuliza siri ya dini Katoliki kuishi miaka 2020 na ngapi? Bado dini lipo. Mfalme nyingi zimekuja, zimeenda, zimeanguka. Watu wenye nguvu wameanguka. Wote wameshindwa. Inji zimekuwa zimeshindwa. Watu wengi wenye nguvu. Lakini dini hii ambayo haina bunduki inaendelea. Jameni, jambo gani hili? Silielewi mimi mwenyewe. Hatuna bunduki, hatuna chochote, bado dini inaendelea miaka 2000 na tena tunaenda mpaka tunasonga mbele. Tunaongezeka, tunasonga mbele. Kwa nini? Siri ni nini? Umejiuliza hiyo swali? Ekaristi takatifu. Kristo mwenyewe analinda kanisa lake. Siri yetu ni Ekaristi takatifu. Ndio hiyo inayotulinda, ndio inayolinda kanisa. Na amesema nguvu za mbinguni na za nchi, nguvu za watu na nguvu za nini hazitashinda hili kanisa. Wewe ni mwamba Petro, nimejenga hili kanisa kwa nguvu ya Ekaristi na hakuna nguvu itakalolishinda. Kweli ni kweli. Tumsifu Yesu Kristo. Tumpigie makofi ya Kristo ya shukrani. Asante Yesu Kristo. Asante kwa kutupenda, asante kwa kutupa hiyo nguvu. So nguvu ya Ekaristi inayotusukuma kanisa lene mbele, mapadrisho usonga mbele, tuendelee kupata neema za Mwenyezi Mungu, Kristo aishi ndani mwetu, ni sisi kufungua roho zetu, akaingia ndani, akaendelea tena kutenda mema anayotaka kutenda yeye mwenyewe. Tena mwisho jambo lingine tena kuhusu wa teolojia wanaotufundisha kuhusu Ekaristi, wanasema hivi, ule mkate akesha apata ile inaitwa konsekrasio, ameombewa na padri kwa yale maneno ya Kristo mwenyewe, amekuwa mwili na damu ya Kristo. Huyu ni Yesu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe, tumwabudu. Amri kuu ya Mungu, usiabudu miungu mingine ila Mungu tu. Mungu tu ndiye anaabudiwa. Utamkuta wapi kumwabudu Mungu? Katika sakramenti ya Ekaristi ni Mungu tu. Ni huyu tunamwabudu. Unapiga magoti chini kwa sababu huyu ni Mungu mwenyewe. Ndio hiyo mafundisho ya kanisa. Ndio hiyo ukweli. Kwamba Kristo hadanganyi watu. Akisema huyu ni mwili wangu, amesema ukweli. Akisema fanyeni hivi nimekupa uwezo, ni ukweli. So, ndio hiyo Ekaristi. Ni Kristo mwenyewe, ni Mungu mwenyewe, tumwabudu, tumupende, tusidharau Kristo katika sakramenti ya Ekaristi. Paulo ametuambia kwamba mkifanya hivyo kuna shida, mtapata magonjwa, mtakufa vibaya. Tusimdharau Kristo katika sakramenti, tuipokee. Na kwa hivyo tunaufufunia ubani, tunaweka ubani mbele ya Kristo ili apate ile heshima yake. Tunapiga magoti chini
ili Kristo tumtambue. Ukipita mbele ya kanisa ambalo lina sakramenti kama leo, lazima upige goti pale. Usiende kama unaenda kwa nyumba ya jirani. Hapana. Ukiingia pale, ufanye ishara ya msalaba vizuri, piga goti goti chini, moja mpaka chini, kumwabudu Kristo, kumpa heshima yake, kwa sababu ni Mungu kweli, Mungu kweli pamoja nasi. Tumsifu Yesu Kristo. Mwisho, kuna watakatifu wanaotufundisha kuhusu sakramenti hili la Ekaristi na nguvu ya sakramenti hii, na sitakuwa nimefanya vizuri nikienda bila kutoa mifano ya hawa walioishi imani hii, walioishi nguvu ya sakramenti ya Ekaristi. Niruhusu nifundishe kidogo wachache tu. Watakatifu ni wengi wa sakramenti ya Ekaristi, ni wengi sana, lakini nataka niwaambie tu kuhusu wane au watano waliopata nguvu ya sakramenti hii ya Ekaristi, ili tusichukue kama kitu bure, kitu ambacho tunasikia kwamba kinakuwa vipi. Tuendelee kuishi hii nguvu ya Kristo katika sakramenti ya Ekaristi. Katika somo la pili ya leo tumeambiwa kwamba Kristo alisema kwamba mtu haishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana wa Mungu, neno la Mungu. Na neno la Mungu ni nani? Aliyetoa mwili akawa kama binadamu ni nani? Yesu Kristo. Akisema mtu haishi kwa chakula, ila anaishi kwa neno la Mungu. Ujue neno la Mungu huyu ni nani? Ni Yesu Kristo mwenyewe. Huwezi kuishi bila mimi. Ni mimi. Na mimi ni nini? Mimi ni mkate, nimejiweka kwa mkate, nimejificha ndani ya mkate. Huwezi kuishi bila mimi ndani ya huyo mkate. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa watoto mlikuwa mnacheza yule mchezo wa kombolela. Mnakufahamu vizuri? Kombolela. Una usiku sijui saa ngapi, moja sana jificha. Unajificha ndani chini hivi, alafu unasema yuko wapi? Mnatafuta, si ndio? Wanaotafuta wanajua kwamba yupo amejificha mahali. Tutamtafuta, yupo na tutamuona. Si ni kweli? Na wewe unajificha, lakini haujifichi sana ili wakupate, alafu mwingine tena wamtafute, si ndio? Kombolela. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kama Kristo anatuchezea huyu mchezo wa kombolela. Yeye mwenyewe anajificha ndani ya mkate na divai, lakini anajificha ili tena tuwe naye milele na milele. Sisi wa Kristo lazima tuwe na imani ya kumtafuta, ya kuenda kwamba tunajua kwamba yupo ndani. Amejificha lakini yupo ndani. Tukimtafuta tutamuona. Nikifunga novena yangu ya siku ngapi, mwisho nitaona nguvu ya Kristo ananisaidia. Nikipokea huyu mkate, nitampokea Kristo mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio huyu mchezo anacheza. Amejificha hapa lakini yupo ndani. Ukiona padri anainua ule mkate, nasema huyu ndio, ujue kweli Kristo ndio huyo. Labda kwa macho yako wewe hivi unaona mkate, na ametuambia kwamba huyu si mkate kama huyu umeshazoea. So kuna mtakatifu moja anaitwa Mtakatifu Nicholas. Mtakatifu nani? Nicholas. Alizaliwa wapi? Alizaliwa Switzerland mwaka wa 1417. Huyu alikuwa mtu mwenye familia, ana mpendwa wake, mke wake, na wana watoto 10. Tumsifu Yesu Kristo. Alianza kumtumikia Mungu kwa unyenyekevu, kufunga na kusali na kuabudu. Huyu mtakatifu Nicholas, Mungu akamupa miujiza. Aliishi miaka 20. Miaka ngapi? 20 bila kula chochote, bila kunywa chochote. Ekaristi tu. Miaka ngapi? 20. Nguvu ya Ekaristi. Mtakatifu nani? Nicholas. Wala ambao wana mitandao kwa Google, muende mkaangalie, mtafute, huo ni ukweli wa dini ya Katoliki. Dini hili lina miaka 2000.
Parokia yetu hii ina miezi ngapi sasa? 6. Unaweza kufikiri kwamba dini imeanza leo, imeanza jana kwa sababu umepokea parokia jana. Jimbo letu lina miaka 75. Unaweza kufikiri labda dini imeanzia hapo. Dini Katoliki na miaka 2000. Watu wameishi hii dini, watakatifu. So hawa ni wachache wa watu wengi wameishi nchini. Huyu wa kwanza miaka 20 bila kula chochote, bila kunywa chochote isipokuwa ekaristi tu. Si padri, ni mtu kama wewe na familia na watoto. Venye unapitia alipitia hivyo hivyo. Mungu akamupa hiyo. Alimpenda Mungu sana, akaanza mambo ya kuabudu, ya sifa na matendo ya huruma. Mungu akamtendea hilo jambo. Mtakatifu mwingine anaitwa Catherine of Siena. Katarina wa Siena. Sema Katarina wa Siena. Huyu katika ile orodha ya watakatifu, watu wakipata upadisho nini jina lake tunalisema mara nyingi, lakini hatujui kwa nini tunasema jina lake. Ni nani, alifanya nini, likuaje? Huyu kwa uchache, yeye Katarina aliishi Siena. Siena ni Italy, kule Italy, Roma, karibu na papa pale. Mwaka wa 1344 yeye alikuwa mtawa wa shirika la Dominican. Na huyu alisaidia wengi wa maskini. Hapa tunaposema jameni, tuanze kikapo cha undugu cha Mtakatifu Yosefu. Lengo ni kusaidia wenzetu wasiojiweza. Wengi hapa hawajagundua hiyo siri kwamba hiyo ni njia ya utakatifu. Alifanya hili jambo kwa wasiojiweza. Katarina wa Siena kwa miaka 25 alifunga, hakula, hakunywa asipokuwa ekaristi tu. Miaka 25 bila chakula, bila maji, bila chochote. Anaitwa nani mtakatifu? Katarina wa Siena. Kristo akatuambia kwamba huyu mkate ni mwili wangu, ukila chakula hichi hautakufa, nitakufua siku ya mwisho. Sema neno tu. Watu kama mimi na wewe wameishi haya maisha. Tumsifu Yesu Kristo. Mtakatifu Lidwina, huyu aliyokuwa wa Holland, alikuwa mtoto wa miaka 15. Kule Ulaya kuna vitu vinavyoitwa sinos. Sijui vinaitwa nini kwa Kiswahili. Sinos, theluji, sinos. Haya, mwingine si mnajua kuliko mimi. Haya, ni vile vitu vinatoka, ni kama tuseme ni kama matope. Sawa. Sasa huyu mtoto wa miaka 15 alianguka kwa sinos. Alipoanguka akavunja ubavu. Alikuwa hawezi kutembea tena, amekuwa just paralyzed, kemelala basi. Lakini hapo alimpenda Mungu zaidi, alisali sana, akafunga novena, akaishi maisha ya sala. Mtakatifu huyu Lidwina aliyokuwa na miaka 15 alipovunja ubavu wake, alimpenda Mungu zaidi. Akaishi kwa miaka mingi kuliko 30. Mingi. Ameacha chakula, ameacha kinywaji, Mungu tu. Padri anamletea ekaristi, anapokea. Na wakati huo askofu alikubali kwamba waweke ekaristi ya kuabudu chumbani mwake ili aendelee kuishi hivyo maisha ya sala. Wenzake wa familia wanapompatia chakula anakuwa vibaya, karibu akufe. Wakitoa chakula anakuwa sawa. Waliacha chakula miaka zaidi ya 30 bila chakula, bila kinywaji, akaendelea kuishi hivyo. Hii ni dini ya Katoliki. Hawa ni watu wapo, wanaendelea kuwepo. Na wengi juzi tu, mtakatifu wa juzi alikuwa mtoto juzi tu, anaitwa Carlo ni kama nasikia jina lingine, Carlo Acutis. Carlo nani? Acutis. Huyu ni mtoto wa juzi kabisa, na mimi namshida kwa miaka. Ni mtoto wa juzi, amezaliwa tu, ananifuata nyuma. Juzi alizaliwa mwaka wa 1991. Inaitwa nini? 1991. Si wote mwingine mlikuwa mmeshazaliwa? Si mmeshazaliwa? 1991.
huyu mtakatifu Carlo Acutis, na amekufa 2006. Halo, mtakatifu wa Ekaristi, huyu mtoto huyu alikuwa na miaka 15, ameishi hapa duniani kwa miaka ngapi? 15. Kama wewe umeishi hapa miaka zaidi ya 15, ujue kwamba wewe umeshaishi bonus hiyo mingi. Kuwa mtakatifu unahitaji miaka nyingi, unapoteza muda wa bure tu. Halo. Na mimi pia napoteza muda wa bure. Miaka ya utakatifu ninayo. Yale maisha unayoishi ungekuwa mtakatifu tayari. Huyu miaka miaka 15 yeye, na sasa hivi tunapoongea walipoenda kufungua kaburi lake, kulifungua, kwa sababu kuwa mtakatifu lazima wafungue kaburi lako. Walipoenda kulifungua wakamkuta yeye amelala kabisa. Alivaa, walimuzika na track shoot za watoto wa shule, si mnaziona? Walimuzika na hiyo, si mtoto wa juzi. Walipomkuta mwili wake haijaoza, yu kama alivyokuwa amelala tu, walimtoa kule kaburini wakamweka pale, na sasa hivi tunapoongea mwili wake hajaoza, yuko hivi. Nguvu ya Ekaristi takatifu. Enda kwa mtandao, tafuta mtakatifu Carlo Acutis, utaona picha zake, yuko pale pale. Kama hujui, njoo kwangu hapo tukimaliza misa nikuonyeshe. Yupo kabisa. Nguvu ya Ekaristi, mwili wake yupo kama alivyokuwa, na mama yake tunavyoongea hajafariki, na baba yake wote wapo, wazazi wa mtakatifu huyo huyo. Tupende Yesu Kristo katika sakramenti ya Ekaristi. Hii ni miujiza ya dini yetu, Ekaristi takatifu. Kristo mwenyewe anaendelea kuonyesha nguvu zake. Yeye huyo mtakatifu Carlo kwa miaka 15 tu alitumia mtandao kuonyesha watu miujiza ya Yesu Kristo wa Ekaristi. Anaonyesha miujiza. Mama yake alikuwa hana imani, kupitia kwa mtoto alivuta mama yake akaingia kwa dini. Kuliko mama kuvuta mtoto, ni mtoto aliyevuta wazazi wakaingia kwa dini. Watoto hawa tukiwasikiliza wanaweza kutusaidia sisi tukakuwa kiroho. Tuendelee kumshukuru Mungu Mwenyezi katika sakramenti hii ya Ekaristi siku ya leo, kumpenda Kristo katika sakramenti, kuupenda Ekaristi, kuwa na kiu na njaa ya Yesu Kristo mwenyewe, kufungua milango ili Ekaristi hii, daraja ya Kristo kuingia ndani mwetu nasi ndani mwake, iwe wazi, na Kristo huyu tunayepokea aanze kutenda mema kupitia kwa mikono yako, kwa maneno yako unayoongea, kwa jinsi unavyoishi na wenzako. Naomba Mungu Mwenyezi atupe hizi neema za kumpenda zaidi. Tunapoabudu Kristo katika sakramenti, tuendelee kumheshimu, tuendelee kupenda dini yetu, tuendelee kupenda dini ya Katoliki, tuendelee kujivunia, tuendelee kuvuta wengi, tuwafundishe hii imani waipokee. Watoto wapokee hii imani, tuishi kama familia ya Mungu. Familia hii ambayo imepewa chakula kishukacho kutoka mbinguni, Yesu Kristo mwenyewe. Bwana awe nanyi katika safari hii ya kiroho.